Tamko la pamoja. Kwa kuwa tokea kuanza tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992, takriban chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar chini ya mfumo huo kuanzia mwaka 1995 zimekuwa na mvutano na kusababisha malalamiko na athari mbalimbali katika nchi. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 pamoja na upekee wake katika kudumisha amani na utulivu nchini umeacha malalamiko kwa baadhi ya vyama vya siasa, na kwa kuwa katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama inavyotakiwa chini ya vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na cha 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, kwa sababu ya malalamiko yaliyoelezwa, ilipelekea kutokubaliana baina ya vyama vinavyopaswa kushiriki kuunda serikali, yaani Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo. Hivyo basi, marais wastaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, walizishauri pande hizo mbili zifanye mazungumzo kwa lengo ya kupata ufumbuzi utakaoweza kuondoa changamoto hizo na wao kubeba dhamana ya kusimamia mazungumzo hayo. Pande zote mbili zilikubaliana na ushauri huo na kushiriki katika mazungumzo hayo kwa utaratibu uliopangwa na marais hao wastaafu. Jumla ya vikao 9 vimefanyika kati ya tarehe 9 Novemba 2025 na tarehe 16 Aprili 2026. Mbali ya vikao hivyo 9 vya viongozi, vikao vikuu vya kamati ndogo vilifanyika. Vikao hivyo vimesaidia sana kupunguza tofauti baina ya pande hizo mbili iliyokuwepo awali na kufanikisha kupatikana hoja muhimu na misingi ya kuzingatiwa katika mazungumzo yaliyoendelea na hatimaye kupata ajenda muhimu za kufanywa kazi. Vikao viwili vya mwisho vilivyohitimisha awamu ya mwanzo ya mchakato huu vilifanyika Ikulu Zanzibar tarehe 16 Aprili 2026 na kuwahusisha marais wastaafu waliotajwa hapo juu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na mwenyekiti wa taifa mstaafu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Juma Duni Haji. Baada ya kukamilika kwa awamu ya mwanzo ya mchakato, ikafuatiwa na awamu ya pili ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili na kufuatwa na hatua nyingine kadhaa ikiwemo mazungumzo kama zilivyopangwa katika ratiba iliyokubaliwa na pande zote mbili. Tukio hili la pamoja linaainisha azma ya pande hizi mbili kuendelea kufanya kazi pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa, kijamii na katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa sababu hizo pande zote mbili zinazostahiki kikatiba kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zinatoa tamko la pamoja kama ifuatavyo: kwamba pande mbili zinakubaliana kuwa mazingira ya Zanzibar kijamii, kiuchumi na kisiasa yanahitaji pande mbili husika kuendelea kushirikiana kujenga umoja, mshikamano na maridhiano ya dhati yatakayowezesha Zanzibar kuendelea kuwa na amani na utulivu endelevu, kwa kuunda kamati ya pamoja ya majadiliano kwa mujibu wa ratiba ya awali iliyokubaliwa na pande zote mbili pamoja na marais wastaafu ambao walisimamia awamu ya kwanza ya mazungumzo hayo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kuchukua hatua stahiki kuendeleza imani kwa wananchi na wadau wa uchumi, biashara na uwekezaji Zanzibar, na kutambua kwamba viongozi wa kisiasa wana dhamira ya dhati ya kujenga mfumo na taasisi zitakazojenga na kuimarisha demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na utawala wa sheria, ambapo uendeshaji wa uchaguzi huru na haki na utoaji wa haki kwa ufanisi utakuwa kielelezo cha kufanikisha dhamira hiyo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kwamba mchakato huu utakuwa shirikishi kwa kadiri itakavyohitajika na kwamba wananchi, vyama vya siasa, asasi za kiraia na makundi mengine mbalimbali yatashirikishwa. Kwamba mchakato huu utaongozwa na kanuni ya ukweli, dhamira ya dhati na uadilifu, na kwamba maslahi ya Zanzibar ndiyo yatangulie na sio maslahi ya vyama
maslahi ya vikundi au maslahi binafsi, kwamba tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kuratibu na kusimamia utekelezaji wa makubaliano hayo, kwamba utekelezaji wa yote utaanza mara baada ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja, kwamba pande zote mbili zinatoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono hatua hii kwa kutoa ushirikiano wa dhati kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi na watu wake. Kwa upande wa viongozi, wanaohakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba watasimamia mchakato huu kwa dhati na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi ambaye alikuwa ni katibu pia wa kamati ya maridhiano kwa usomaji wa tamko la pamoja. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima sasa na taadhima, sasa tunaingia katika sehemu muhimu ya utiaji saini wa tamko la pamoja na ajenda za kuchukuliwa hatua. Hivyo naomba wawakilishi walioteuliwa wa Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo wafike katika meza ya utiaji saini kwa utaratibu ufuatao. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Dr. Mohamed Said Dimwa, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Kwa upande wa ACT Wazalendo, ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar. Kwa heshima, naomba pia tuwakaribishe marais wetu wastaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Aman Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kushuhudia tukio hili muhimu na la kihistoria visiwani Zanzibar. Naomba tuwapongeze viongozi wetu hawa wastaafu kwa kazi kubwa walioifanya na wanayoendelea kuifanya ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa na maendeleo. Aidha, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa ACT Wazalendo. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Naomba wahusika sasa waendelee na zoezi la utiaji saini kwa mujibu wa utaratibu uliopangwa tukio hili muhimu la kihistoria. Naomba tupige makofi mengi.
Naomba sasa tuje mbele ya meza, tukae kwa pamoja karibu na tunyanyue hati zetu hizo za tulizoweka sahihi. Asante, naomba mlioweka saini sasa tukae pembeni, lakini viongozi wetu wastaafu pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo tubakie hapo kwa utaratibu maalum. Kama mjuavyo, hili ni tukio adhimu na muhimu sana ndani ya nchi ya Zanzibar. Hapa naomba tupige picha hii muhimu na maalum kabisa. Tupige picha, sitarajii kwamba mtakosa picha hii. Baada ya picha hiyo, na waomba waheshimiwa marais wastaafu wateremke na abakie Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud kwa picha maalum pia. Asante, naomba sasa asante sana. Tutakuwa na sehemu ya picha maalum baadaye kwa viongozi wengine kwa utaratibu wetu unavyotuongoza. Naomba tupige makofi mengi kwa hatua hii muhimu. Makofi kidogo jamani, haya mbona? Asanteni sana viongozi wote kwa ujumla kwa hatua kubwa. Hakika mmetuwakilisha vizuri sana wananchi wa Zanzibar katika hatua hiyo muhimu. Sasa baada ya utaratibu huo, kwa heshima na taadhima, tunaye hapa kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameshuhudia tukio hili adhimu na muhimu Zanzibar. Tunaomba tusikie nasaha kutoka kwake. Mheshimiwa Rais, karibu tusikie kutoka kwako. Naomba tumkaribishe kwa makofi mengi na nderemo. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kitambua uwepo wa Mama Mariam Mwinyi. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Emmanuel Nchimbi, waheshimiwa na Rais wa staafu Mheshimiwa Mama Abeid Karume na Mheshimiwa Ali Mohamed Shein, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Comrade Stephen Wasira, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa Chama cha ACT Wazalendo, pamoja na viongozi wote waliotoka vyama vingine hivi, waheshimiwa viongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa wageni waalikwa, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, baada ya shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa hatua hii tuliyofikia, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kunialika kushuhudia tukio hili muhimu kwa mustakabali wa Zanzibar na kwa taifa letu kwa ujumla. Kwa umuhimu wa tukio hili, nitumie nafasi hii kushukuru kwa dhati
uongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano, kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa umakhususi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Waheshimiwa, kiona vinaelea vimeundwa. Kwa dhati ya moyo wangu na washukuru viongozi wetu wakuu wastaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein na wote walioshiriki kwenye mazungumzo kwa hekima na busara katika kusimamia na kuongoza mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano haya. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa uungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Uungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Uungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali ya umoja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyoijenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi
inayoendelea kwa kasi pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kumalizia hotuba yangu, nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama. Hapa naomba nisisitize na kusema amani ni mtaji, maridhiano ni daraja, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu. Hatuna budi kuwatumikia kwa amani na utulivu. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an au Qur'an tukufu katika Surat Al-Hujurat aya ya 10 yanayotukumbusha kuwa waumini ni ndugu na kutekeleza kupatanisha baina ya ndugu. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu. Hivyo basi niwaombe tena viongozi na wananchi wote wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, tuendelee kushirikiana tukitanguliza uzalendo, tukilinda amani na kuomba Mwenyezi Mungu atupe hekima, uvumilivu na unyenyekevu, na tuongoze katika njia sahihi ya kulinda makubaliano haya kwa manufaa ya Zanzibar na taifa lote kwa ujumla. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpongeze tena, tumpige makofi mengi kwa ujumbe adhimu kabisa. Mheshimiwa viongozi wetu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa ni mwalike Mheshimiwa Othman Masoud Othman ili kutoa salamu za upande wa ACT Wazalendo, ambapo yeye ndiye mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Karibu sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Aman Abedi Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 7, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, ndugu Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Juma Duni Haji, mwenyekiti wa taifa mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu Ismail Juu Saladu, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar, ndugu Ishaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Tanzania Bara, Mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, Mheshimiwa Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Ado Shaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo, Mama Awena Sinani, ndugu Muhammad Saidimwa, mimi huwa namuita mufti, naibu katibu mkuu wa CCM, ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar, ndugu Esther Thomas, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Tanzania Bara, ndugu Shamsi Vuai Nahodha, waziri kiongozi mstaafu, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri, ndugu wajumbe wa kamati ya uongozi wa chama cha ACT Wazalendo, ndugu wajumbe wa kamati kuu ya CCM, ndugu viongozi wa vyama vya siasa, ndugu viongozi wa dini, ndugu viongozi wa taasisi za ulinzi na usalama, ndugu viongozi wa mbalimbali wa serikali mliohudhuria, ndugu viongozi wa taasisi za umma na binafsi, wananchi wenzetu mnaofuatilia hafla hii, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo, kwa kutuwezesha kukutana hapa kwa salama na amani kufanikisha shughuli hii muhimu. Sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili, nachukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati viongozi wetu wastaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abedi Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kwa kukubali ombi la Rais wa Zanzibar la kusimamia awamu ya mwanzo ya mchakato wa kutafuta ufumbuzi wa mkwamo wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tulipoanza mazungumzo tarehe 9 Novemba mwaka 2025, tofauti iliyokuwepo baina ya pande mbili ilikuwa kubwa sana, lakini kwa hekima, weledi na uzoefu wenu hatimaye imeweza kutusaidia kufikia tulipo leo na kufanya shughuli hii adhimu leo iwezekane. Kwa hakika mmetufunza, mmetuongoza na mmetuachia alama kubwa ya uongozi na uzalendo kwa nchi yetu.
Tatu, naomba nichukue fursa hii kumshukuru kwa dhati mwalimu na mwenyekiti mstaafu wa ACT Wazalendo Babu Juma Duni Haji kwa kukubali kushirikiana nami katika jukumu la kusimamia kazi hii katika hatua zote. Kwangu amekuwa maktaba ya uzoefu wa michakato ya aina hii huko nyuma na namna ya kuiendea kila hatua. Nne, naomba kushukuru uongozi mzima wa chama changu cha ACT Wazalendo kwa kutuamini mimi na Babu Duni katika hatua hii. Kwa namna ya kipekee ni mshukuru kiongozi wa chama ndugu Dorothy Semu ambaye aliongoza vikao vyote vya kamati ya uongozi na kutoa uongozi katika mchakato huu. Aidha, shukrani mahsusi ni kwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar ndugu Ismail Yusaladu kwa kuratibu kamati ya mashauriano ya chama iliyosimamia mchakato huu katika hatua zote. Wapo wengi wanaostahiki shukurani kwa mchango wao mkubwa. Naomba waridhie tu kuwa ninatambua na kuthamini michango na kujitoa kwao. Tano, naomba kwa dhati nichukue nafasi hii kukushukuru na kukupongeza Rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wako katika suala hili. Hatua yako ya kuwateua wazee wetu, viongozi wetu, rais wastaafu wa Zanzibar kusimamia mchakato huu ilikuwa ya busara kubwa. Aidha, ushiriki wako binafsi katika baadhi ya vikao muhimu katika mchakato huu umeonesha njia na kuyafungua yale ambayo yalikuwa magumu baadhi ya wakati kuyapatia ufumbuzi. Sita, kwa upekee naomba nishukuru kwa dhati, nikushukuru wewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanafalsafa wametufundisha kwa tusikilize kwa makini yanayosemwa, lakini tusikilize kwa makini zaidi yale yasiyosemwa. Wanaoifahamu maana falsafa hii watafahamu kwamba uwepo kwako leo hii katika hafla hii ni kauli nzito ya kiuongozi, ni alama muhimu ya hekima na ni muongozo juu ya umuhimu wa jambo hili. Ni kielelezo cha ulivyobariki hatua hii katika hatua zote na utakavyoendelea kutoa uongozi katika mchakato huu. Mwisho, katika shukurani, ninatambua kwamba wapo wengi sana waliofanya kazi kubwa ya kufanikisha mchakato huu hadi hapa tulipofika. Natamani niwataje hata angalau baadhi yao, lakini muda hauruhusu. Tunathamini sana mchango wao, naomba wakubali kauli yetu hiyo. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kabla ya kuanza kwa uchaguzi, kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa Oktoba 2025, mambo kadhaa yalijitokeza ambayo yaliiweka Zanzibar katika wasiwasi mkubwa juu ya mustakabali wake. Mawazo ya kupata ufumbuzi yalikuwa ya kila aina, baadhi ya jazba na hatari, mengine ya kukata tamaa na mengine yaliyoangalia matokeo ya muda mfupi. Wapo ambao kwa kukata tamaa kwao na kutokufikiri mbali walisahau kuwa Zanzibar imekuwepo na itabaki. Kinachobadilika ni zama, majira na mifumo ya kiutawala. Wapo pia waliokuwa na hekima. Hekima ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameibariki na kusema ni tunu inayotoka kwake.
na huwapa aliowachagua, kama alivyoeleza katika Qur'an sura ya 2 Suratul Baqara aya ya 269 kwamba amewachagua wa kuwapa hekima, lakini aliyowapa hekima kawapa kheri nyingi sana. Lakini watakaolijua hili ni wale watu ambao wakutafakari. Wao walituongoza kuchagua njia ya hekima ya kutafuta ufumbuzi kwa njia ya mazungumzo. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, mazungumzo yaliongozwa na Rais wastaafu wa Zanzibar yalianza tarehe 9 Novemba 2025 na kuendelea kama ilivyoainishwa katika tamko la pamoja. Madhumuni yakiwa ni kuainisha maeneo yote muhimu ambayo yakipatiwa ufumbuzi yataivusha Zanzibar na kujenga msingi imara ya kuepusha kujirejea kwa hali ya wasiwasi na maafa kila msimu wa chaguzi. Aidha, kujenga misingi imara ya maridhiano, amani na utulivu endelevu, kuimarisha utawala mwema, uhuru wa watu, wajibikaji, utoaji wa haki na hatimaye ufanisi katika utendaji wa taasisi za umma. Baada ya hatua hizo, hatimaye tuliafikiana maeneo muhimu ya kuchukuliwa hatua. Katika kufanya hivyo, hatua ya mwanzo ni kuyapatia maeneo hayo uchambuzi wa kina na hatua za kuchukuliwa kwa kila eneo. Kazi hiyo itatekelezwa na kamati ya pamoja itakayoundwa kwa mujibu wa ratiba iliyokubaliwa. Baada ya uchambuzi, tume ya utekelezaji itaundwa kwa sheria mahsusi ili kusimamia utekelezaji kitaalamu na kwa ufanisi. Bila shaka hatua hizo zitachukuliwa kwa mujibu wa ratiba ya utekelezaji. Maeneo muhimu yatakayohusika ni mchakato ni pamoja na kujenga imani na kuaminiana, kupitia upya katiba yetu, kupitia upya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, utumishi wa umma, mfumo wa utoaji haki na serikali za mitaa. Haya ni katika maeneo machache kati ya mambo ambayo yatahusika na hayo yatakayokwenda kupatiwa skopi yake na kamati ya pamoja. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa. Kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu 5. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inayoongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya 4, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya 5, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability. Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara. Inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo hii ni ndoto ya karne nyingi, ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki. Hivyo ni wazi kuwa hatua zinazokusudiwa kuchukuliwa sio tu za manufaa ya kisiasa, bali maslahi mapana ya kijamii, kiuchumi na kiutawala. Ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar ili iweze kutimiza ndoto zake.
kwa faida na manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote wa kisiasa, kiserikali, binafsi na wa dini kulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na wananchi, pamoja na hayo, naomba tukiri kwamba na tunafahamu kwamba pamoja na yote hayo tumefika pahala hapa muhimu sana katika kutafuta ufumbuzi, lakini bado tukiwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni viongozi na wananchi ambao wamefurahia hatua hii sana, wanaiombea dua na wanatamani sana ifanikiwe. Hawa wanaamini kuwa viongozi tunaosimamia haya tutayasimamia kwa dhati. Kwa ufupi, wanatuamini na wanaamini hii ni njia sahihi. Hawa ni wengi sana, lakini bahati mbaya hawana sauti, hawana mamlaka na hawana hata ushawishi. Kundi la pili ni la wale ambao wamekata tamaa, bado hawana imani na mchakato huu. Hawa ni wale wanaosema ni yale kwa yale, hakuna litakalokuwa. Wengine wanadiriki hata kuwapa na kuweka rehani vitu vyao. Swahili tunasema wanapinga, litakuwa haliwi. Hawa nao si wachache. Sio kwamba hawapendi mafanikio ya hili, bali wamekatishwa tamaa na mwenendo wa tulikotoka na jinsi mambo yanavyojirudia hata baada ya ahadi, sheria na katiba kutengenezwa upya. Hawa wanahoja, lakini wapo tayari kuunga mkono juhudi zozote za kweli zitakazochukuliwa. Lakini wasipoona dhamira na ukweli katika utekelezaji, ni jeshi kubwa na lenye nguvu la kuwavunja moyo wale wengi wenye imani na mchakato huu. Kundi la tatu ni la wale wasiokubali mchakato huu na wapo tayari kupambana nao ili lolote lisifanikiwe. Hawa hawapingi tu mchakato huu, hawa wanapinga hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hawa wanaamini haya ni makaratasi tu, hii ni njia tu ya funika kombe, lakini mambo yataendelea kama kawaida yao. Hawa ni wachache sana, lakini wenye maslahi binafsi na sio ya nchi wala wananchi, lakini baadhi yao wana nyadhifa, baadhi yao wana mamlaka na wana ushawishi mkubwa. Kibaya zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba historia ya dunia kwa jumla na historia ya nchi yetu imetufundisha kwamba mapinduzi ni kielelezo tu cha shauku ya wananchi kuleta mageuzi katika nchi yao kwa faida ya nchi na wananchi wote. Katika ngazi ya kidunia, historia inatuonesha kwamba mwana mapinduzi mahiri na mkubwa pengine kuliko wote, Jenerali Simon Bolivar, aliongoza mapinduzi katika nchi 6 za Amerika ya Kusini na kuzipatia uhuru. Nchi hizo zikiwa ni Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru na Bolivia. Baada ya kazi hiyo kubwa, alipopewa fursa ya kuwa kiongozi wa kisiasa alikataa. Na alipopewa fursa ya kulihutubia bunge la Venezuela katika
hotuba yake maarufu sana na ambayo imetiwa katika hotuba maarufu 100 za kidunia inayoitwa Address et Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, alisema maneno yafuatayo: You legislators, grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy, and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace to reign. A government which will cause equality and liberty to triumph under the protection of inexorable laws. Na alimalizia hotuba yake kwa kusema, Gentlemen, commence your duties. I have finished mine. Kizungu, Mheshimiwa viongozi, kizungu hichi tafsiri yake labda ingempata Mwalimu Idrisa Kitwana, lakini nimemtafuta sikumpata. Kwa hivyo hii ni tafsiri yangu mimi, maana huwa namsikia nasomesha Baraza la Wawakilishi. Alisema, enyi wabunge, ipatieni Venezuela serikali itakayopendwa sana na watu, itakayotenda haki kwa kiwango cha hali ya juu, itakayothamini utu, itakayozuia ukandamizaji, udikteta na matendo ya kihalifu. Serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala. Serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamalaki chini ya sheria madhubuti za nchi. Na alimalizia kwa kusema, enyi waungwana, mimi nimemaliza kazi yangu, anzeni ya kwenu. Kwa hapa kwetu Zanzibar, baada ya mapinduzi, Mzee Karume alipitisha sheria namba 6 mwaka 64 ambayo ilifafanua malengo ya mapinduzi, ikiwemo kujenga umoja, mshikamano, usawa na kuondoa ubaguzi. Sheria hii inaendelezwa na kupewa nguvu ya katiba ya sasa ya Zanzibar, hasa tamko la kutunga katiba, yani preamble, na ibara ya 9 ya katiba. Mwaka 79 marehemu Mzee Aboud Jumbe alitunga katiba ya mwanzo ya Zanzibar ya mwaka 79 baada ya mapinduzi. Alifanya hivyo kwa kuona ni wakati mwafaka, bila kudaiwa wala kushindikizwa. Alikubali kuacha madaraka makubwa ya mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Baraza la Mapinduzi yenyewe, na mapinduzi yaende kwa wananchi kupitia Baraza la Wawakilishi, ambayo yeye mwenyewe siku ya kulifungua aliliita kwamba ni ngome ya wananchi. Marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi alikuja na katiba ya mwaka 84 ambayo tunaitumia mpaka leo. Alitanua haki ya wananchi kuchagua wawakilishi wao, ilitambua na kulinda haki za binadamu na kuruhusu wananchi kudai haki zao mahakamani na mengineyo mengi. Aidha, aliondoa mfumo wa mahakama za wananchi na kuanzisha mfumo tulionao sasa wa mahakama. Alianzisha haya ukiwa na chama kimoja tu, bila kudaiwa, bila kusindikizwa, bali aliona wakati umefika, Zanzibar inahitaji mfumo imara. Mwaka 2000 Rais wa Zanzibar Dr. Amani Abeid Karume alianzisha Wizara ya Utawala Bora na kusimamia marekebisho ya 8 ya katiba yaliyoanzisha, pamoja na mambo mengine, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ili usimamizi wa haki jinai uwe huru na usiingiliwe na siasa. Na niseme hapa, alinipa heshima ya kuwa mkurugenzi wa mwanzo wa mashtaka kuanzisha ofisi. Aidha, alisimamia marekebisho ya 10 ya katiba yaliyozaa serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni utekelezaji wa mwafaka baina ya vyama vikuu vya siasa. Wakati huo Rais Dr. Ali Mohamed Shein alichukua hatua muhimu
ya mageuzi ya utumishi wa umma kwa kusimamia kutungwa kwa sheria ya utumishi wa umma mwaka 2011 ambao mpaka leo tunaitumia, ambayo pamoja na mambo mengine iliweka maadili ya utumishi wa umma ikiwemo ile ya kutokujihusisha na siasa. Haya yote yalifanywa na viongozi walioyashuhudia mapinduzi, walioyaishi mapinduzi na walioyafahamu vyema. Sasa anayedhani mapinduzi ni fujo, ni kutokuwa na sheria wala taratibu, yeye ameegemea hoja gani? Ndugu viongozi na wananchi, tuungane na tushirikiane katika kuipa Zanzibar kuwa na kufikia pale inapostahiki. Yote yanayokusudiwa kufikiwa katika mchakato huu sio kwa maslahi ya vyama wala watu binafsi, ni kwa manufaa ya nchi, watu wake na vizazi vijavyo. Tushirikiane katika kuwafahamisha watu na kuwasomesha wale wasiofahamu. Tuwakatae wanaobeza haya na tupambane na wanaoyapinga haya kwa nguvu zetu zote. Ndugu viongozi na wananchi, naomba kwa niaba ya chama changu cha ACT Wazalendo nitoe ahadi zifuatazo. Ya kwanza, chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. La pili, tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu ni kubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Ya tatu, chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi. Na nne, chama chetu kitasimamia yote yatakayohitajika na kitaendelea kuwafikia wananchi wote wa Zanzibar bila kujali itikadi zao, ili kuwaelimisha juu ya umuhimu wa mchakato huu. Mwisho, naomba niwatanabahishe Watanzania wenzetu wote kuwa linapotokea tatizo lolote, njia sahihi ni kuzungumza. Mnaweza mkapigana, mkauana, mkamalizana, lakini mwisho mtarudi kwenye kuzungumza, kwa sababu mazungumzo ndio yanayojenga, ndio yanayopanga na ndio ambayo yanaweza kuzaa jambo la kutekelezeka. Kutafuta ufumbuzi kwa maslahi mapana ya taifa, kuzungumza kwa kuwekeana staha na kuvumiliana. Wenye busara wanasema usikilani kiza tu, washa taa au mshumaa. Hata tukiungana Watanzania wote tukakilani kiza, hakitaondoka aslan abadan. Kiza kitaondoka kwa kuwasha taa, na taa ni mazungumzo yenye malengo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar na viongozi wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo, kwa salamu zako hizo. Na sasa kwa heshima na taadhima mwaliki Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, naye kutoa salamu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar, viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mliopo madarakani na wastaafu mliopo, viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini, waheshimiwa mabalozi mliopo nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kujumuika katika tukio hili muhimu la utiaji saini wa tamko la pamoja lenye nia ya vyama vyetu vya CCM na ACT Wazalendo kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa. Kwa hakika hatua hii iliyofikiwa ya kutoa tamko la pamoja ni hatua muhimu kwa wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla ya kuleta umoja, mshikamano, maridhiano ya kitaifa yenye lengo la kufanikisha maridhiano ya kisiasa na jitihada zetu za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati iliyosimamia awamu ya mwanzo ya mchakato uliofanikisha kufikiwa hatua hii ya utiaji saini tamko la pamoja kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya, wakiweka mbele maslahi mapana ya nchi yetu na mustakabali wake. Shukrani maalum nazitoa kwa wazee wetu, viongozi wastaafu, Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, marais wastaafu wa Zanzibar, na Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo, na Mheshimiwa Juma Duni Haji, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mstaafu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Ni dhahiri kuwa hatua ya muafaka tunayoilenga baada ya utiaji wa saini tamko hili la pamoja itazidi kuimarisha imani za wananchi na wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji,
wafanya biashara na washirika wa maendeleo katika kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo. Hivyo, natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu ina historia ya mafanikio katika utekelezaji wa maridhiano ya kisiasa kama ilivyotokea mwaka 2001. Wazee wetu waliosimamia mchakato huu hadi kufikia hatua ya kusainiwa kwa tamko hili la pamoja, Dr. Amani na Dr. Sheni, wana uzoefu wa kutosha unaotokana na hatua za maridhiano zilizopelekea Zanzibar kufanya mabadiliko ya katiba na kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla wanataka maridhiano ni waumini wa umoja, amani na mshikamano. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, katika kufanikisha utekelezaji wa tamko hili la pamoja, naomba sana dua za viongozi wa dini na waliunge mkono jambo hili. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja, kwani maendeleo ya Zanzibar yataletwa kwa jitihada zetu za pamoja, nchi ikiwa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kamati ya viongozi waliosimamia awamu ya mwanzo ya mchakato kwa uratibu wa aliyekuwa katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mhandisi Zena Ahmed Said. Nawashukuru sana viongozi wa vyama na wanachama wao kwa kuonyesha kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini tamko hili la pamoja. Kipekee namshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa pamoja na Kamati Maalumu ya Halmashauri Kuu ya Taifa Zanzibar kwa kuliunga mkono jambo hili na kuridhia tuendelee na mchakato huu. Shukrani pia nazitoa kwa wageni waalikwa nyote, wakiwemo waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa taasisi mbalimbali na mashirika ya kimataifa, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini na asasi za kiraia, na wananchi wote waliopo hapa na wale wote wanaotufuatilia kupitia vyombo vya habari. Aidha, na vishukuru vyombo vya habari vilivyoungana nasi katika kuwapatia wananchi matangazo haya moja kwa moja. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani na mshikamano na atuwezeshe kuifikia dhamira yetu ya kuleta umoja na maridhiano ili iwe chachu ya kusukuma mbele maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania.